Nini? Unataka kufanyaje? Kulia basi. Nini bana? Okay, kwa nini unanizarau kwa vile tuko sawa? Wewe. Babu vipi? Wewe tulia basi mpenzi. Familia. Familia. Mimi nimewaita. Mashaka. Naam familia. Luzo. Familia. Kitu cha kwanza. Kwa sasa hivi mnapoingia ndani lazima muingie na taarifa. Ni lazima mgonge hodi, sio mnaingia tu sasa hivi kama kurupu. Na sababu moja au mbili. Sababu ya kwanza, namtambulisha huyu kwa ni mama yenu kwa sasa hivi. Ndio mama la mama. Familia. Oye, karibu mwanangu. Mama kiukweli tumekuona. Mama ni cheupe pe. Mama tupo naye na tunatamba naye. Sasa umefika, sisi ndo familia wenyewe. Sema nini dingi? Oya, mtoto kama kuchagua mwanangu ni umechagua. Yaani mtoto ni umeupe ile. Sema sisi ni mkubwa. Basi tunaishi familia. Mwanangu wa kwanza Mashaka. Wa pili anaitwa Luzo. Okay, nashukuru kwa fahamu. Yaani hapa furu nini? Hakuna mizengo hapa, nini furu nini furuma burudani. Sio nani. Kumetana yani. Wewe unakupata uzito hapo unapiga kidogo tu. Furuma burudani kuna mzungu familia. Ngatoza kifamilia, sio unajua? Jua sisi wana harakati. Hela yako. Umetisha. Tumefresh unajua nani Bana kiukweli mtoto ni white. Mtoto anawaka. Aichochuma. Hivi unajua mimi nikijiuliza kidogo najiuliza dingi hivi huyu mwanamke yani anatoka Dubai au anatoka wapi? Maana kama sio Tanzania hivi wao familia. Wewe familia unajua sio kwa manzi. Kama yeye ndo mdingia lazima taa. Oya mwanangu, mambo ni kama tu kuna umeme. Unapata sababu imesingiziwa ujue. Hiyo la sababu, hiyo la almasi. Nimekubali. Alafu mimi nataka nijue dingi mfumo ni ule ule au kuna mfumo mwingine umebadilika kidogo? Kikubwa ni respect. Tunatakiwa tujue kwamba ile kazi au nini yani. Mwanangu tutaongea. Sio. Tutaongea na. Kweli bado. Kuwa na amani. Unajua mama mzazi, mama mpenzi, mama mwenyewe, mama wa familia. Sisi ndio familia yako mpya. New family. Bali ni sasa mshua. Wazi tunachora ile nini yani na mara baba la baba. Ndio maana nakwambia taka mkirudi kwa mara nyingine ndio kwa tayari. Sinana wewe mama. Dingi. Poa. Nataka kupoa dingi. Indo familia ya wabakaji. Familia. Unajua mimi kuna kitu hapa kidogo kinanisumbua yani. Mimi nikasema so issue nini? Tumcheki sure hapa nini tumpangilie. Wewe ni mwanetu, atafile mwanetu sana familia. Unajua kuna issue zingine hapa zinaenda zinakuwa kama haziko sawa yani. Sawa mshua. Ni kipi cha familia? Hivi dingi walifaa ujue kinachoendelea hapa ndani kimazingira au inaleta ile acha hizo babu. Elekeza familia. Unajua nini mshua? Wewe unaishi unakujaga na matoto nini yale meusi nini fresh, unazama na mbichi nini, si tunakinda na safi nini familia yani.
Lakini umeenda kuforce sio kwa mzee kushoto kulia, umemleta cheupe mwanangu, unaona kama unaleta mikazo. Kwamba sisi tule kwa macho ni tukuache mtoto na kinda. Oya ujue na kwa iko fair, ujue si familia ujue. Afu na kutudharau. Kwa maana hiyo mmekaa wote mlijadili jambo. Wewe na huyo. Alafu Faza, hivi mbona sisi tulishakuletea mademu kibao? Tushasagamu mademu zetu kibao. Lakini yule demu wako mmoja tumemleta mweupe yule pale. Ndio anaanza kungangania sio mimi nataka huyu abaki kwa kwangu. Sio bana huyu msimguse. Wadingi. Ukifika kwa familia hii, demu wote ule ni demu wetu. Zingatia yengo dingi afu ujue. Wewe ni Faza lakini unaferisha. Afa sisi tunaishi kifamilia sasa mwanangu, elewa yani nini kwenye 1 na 2 safi tu. Usijifanye kama unaelewa yani ile kauli ya wahenga kwamba waongo yani. Kwamba kizuri kula na ndugu yani mwanangu elewa. Ni kweli nyinyi ni familia. Lakini sasa wale wanawake weusi ambao tuko tunashare. Mengine ilikuwa ni madungunya tu. Hii ilikuwa ni kama ofa. Ndio maana tukawa tunatumia wote kwa pamoja. Lakini sasa hivi huyu cheupe nina malengo naye. Na hivi ninavyotaka kuambia sasa hivi. Amekwenda kwa nyumbani kwao. Ameenda kuambia kusina mpango ya harusi. Ninataka kabisa nimuoe. Kitu ambacho nataka kukifanya, nataka nipate mdogo wenu. Nyinyi tayari mmeshakengeuka. Hamna akili. Vitu vimeshaloa maji. Kwa hiyo huenda labda nikipata mdogo wenu atakuwa nafuu. Sio nyinyi tena. Sasa wewe demu amekuja mmoja tu pale utaki tumsagamue. Sikiliza, demu wote akija kwa familia hii lazima tumsagamue wote watatu. Kuona tusaliti kwa kile chama cha familia ya wabakaji. Unataka ujigeuze uwe kama Yesu vile, Wafaza sikiliza ujue. Sisi tunafanya kila kitu kwa heshima. Kwamba sisi tuwe kwa macho nini afu safi, kilo safi. Hebu kaushini wanangu. Sikiliza dingi. Chumba chenyewe ni hicho kimoja. Unalala kitandani, sisi tunasikiaga miguno, kuna muda tunataka tuamke usiku wa manani, tunapoa. Na kuhusiana sijui mnasema masikio, nasikia sijui mambo ya miguno sijui nini. Mimi nitajitahidi kuanulia chupi za kuvaa kwenye masikio. Sasa sikiliza mwanangu, kwa sababu ni dingi. Ni dingi. Hilo ziko tumwachie. Swala. Mwanangu mimi uje na kuheshimu wewe. Swala. Mimi dingi huyo mimi ningemwanzishia. Kwa sababu kwanza mimi alivyosema tutafutie, mimi nikajua anatuletea mtoto mzuri ujue zaidi ya yule pale. Afa anatuambia chupi za kuvaa masikioni kwamba sisi tusisikie lakini azagamwe peke yake. Sema kwa ajili ni familia ushabless. Ni safi mwanangu. Basi hapa. Ni safi. Sema mshua hata ukileta mtoto mwingine ujue atakuwa amepinda ujue kama wewe kwa sababu si wenyewe ujue si ulisi. Inda familia na wabakaji kule baba analeta wanawake. Watoto wanambaka hawataki. Huyu nani habibi kikongwe wote wana. Dalali. Angodi, shamo. Kwema. Kwema. Muda mrefu sana tujaonana. Nipo katika harakati, tunajua wewe unaenda na harakati zako na mimi niko katika harakati zangu. Kweli kabisa, kweli kabisa. Maana mimi nimetoka hapo, kuna mwanamke mmoja alitaka nyumba pia alitaka na mwanaume. Na nikasema, si unajua mimi ndio mitikasi yangu. Nikasema yele sinipite. Ndio nikaa nimempeleka hapo chini kwa bibi Asma pale, afu kuna mwanaume yuko hapa pembeni. Ndio nikamuunganisha naye pale. Kwa pale kashakuwa vizuri na ilangu hapa ninao mfukoni. Kwa ina maana dalali. Wewe hata katika mahusiano unafanya mambo ya udalali? Mimi chochote, yani sio chochote, sio mahusiano tu. Vyovyote mimi kwangu na dalalia, hakuna kitu kwangu nakikosa. Kila kitu kwangu kipo. Nakujia. Kuna simu imeita hapa imeingia. Halo. Unataka kafara? Kafara namna gani? Ya mzee? Mzee mimi ni naye. Tatizo unasumbuka sana. Ulichelewa wapi? Afu yaani kama Mungu vile unaye. Unanipigia tu simu ya kutaka fala ya mzee. Mimi ni naye hapa. Wewe. Nitakurudia. Nakuja. Sasa hivi nakuja. Sina tatizo. Dili limeshatiki hilo. Dili lishatiki.
Dalali. Inamaanisha mimi? Yaani wewe unitoe kafara mimi? Wewe mgonjwa nini wewe? Mzee wangu. Hela hizi. Si unajua kazi zangu. Mimi mwenyewe umetoka kuniuliza hapa sasa hivi na dalalia nini? Nikakwambia dalalia kila kitu. Kwa hiyo ile imetoka. Kwa ina maana hela ndio kafara mimi? Si ndio kazi yangu? Hebu acha. Ongea mambo mengine. Tuachane. Bwana mzee, pale kwako pale. Kuna tabia ambayo sio nzuri pale kwako pale. Mimi bwana, kama kazi yangu udalali, kila mara nikipita watu pale kwenda kwa nyumba pale chini kuangalia nyumba ile ya mzee Hamisi pale, ile inatafuta mpangaji. Mimi pale kwako nasikia vitu vinalia. Mimi siku moja nikauliza, hapa kuna nini? Acha nichungulie bwana. Nikakutana wewe na wale vijana wako wawili mnamvamia mwanamke mmoja. Sasa mimi nikasema hili jambo sio zuri. Mimi lazima nikutane na wewe niweze kukwambia. Ujinga? Nakujia. Kuna simu hapa napiga. Kuna simu. Unataka ndege? Ndege namna gani? SGR? SGR sio ndege, SGR ni treni we naye. Ya angani, ya Tanzania. Zipo nyingi sana zile. Alafu yani bei sasa hivi ni yani used zipo. Bei yake ni rahisi sana 3000 tu. Unataka za mafungo? Zinapatikana, nitakuuzia. Zinapatikana. 4500. Andaa hela yangu tu. Nakujia sasa hivi zipo pale. Baadaye saa 12 nitafute zipo. Saa 12 nitafute. Sasa Uncle D, hii tabia mimi kweli sijaipenda kabisa. Nisikilize. Yale ni mambo ya kifamilia. Na ni kweli. Nadhani ulipita wiki iliyopita. Ile session zote ulipita pale ni kweli. Sisi tunafanya yani kama familia. Lakini haupaswi kuingilia mambo ya familia yetu. Kwenye familia yetu tuache sisi na familia yetu. Usitake kuingilia kabisa. Sijui kama unanielewa. Alafu kitu kingine. Sasa hivi tunataka tubadilishe mfumo. Tumeanza kwanza na wanawake. Ikiwa pamoja na mabinti sijui nini. Lakini sasa hivi tunataka tubadilishe mfumo. Kwa nini tu wanawake tu? Sasa nataka tuje kwa wanaume. Lakini kabla tujabadilisha mfumo. Hivi, nipa nyumbani kwako napafahamu. Yule ni dada yako au mke wako? Umlete na yeye pale nyumbani kwetu. Tunataka tumzagamue tu. Uncle D, unataka univue nguo na mimi? Yaani ule uchafu unaofanya pale unataka ulete na nyumbani kwetu? Uncle D, nitake radhi bana. Nitake radhi Uncle D, nitake radhi. Uchafu wenu sio mulete mpaka kwangu. Tutakuja tupigane. Tuachane na haya. Sasa unaonaje wewe mwenyewe? Uje pale tufanye kama tunakosaga moyo katika familia. Unapokwenda sio kuzuri Uncle D. Unapokwenda sio kuzuri. Kwa nataka unanitaka mpaka mimi? Huo ni udhalilishaji wa kijinsia. Ila tabia yenu muiache. Na mimi unataka Uncle D? Sawa. Uko umenikubalia? Sawa. Asante sana. Mtoto wewe. Kule baba analeta wanawake, watoto wanambaka hawataki. Huyu nani habibi kikongwe? Mama mpenzi. Kazi imeanza. Dingi hajarudi Nakuona umependeza sana. Au mimi ndo nimeanza kukuona unapendeza au ni mawazo yangu? Dingi aliniambia leo atarudi. Kwa hiyo itabidi mazingira mengine tuishi nao tu kama ilivyokuwa. Sababu hakuna namna. Nini? Unataka kufanyaje? Tulia basi. Nini maana? Kwa nini unanizarau kwa vema? Wewe. Babu vipi? Tulia basi mpenzi.
Familia. Bwana kwani ningechelewa kidogo ungelombwa peke yako mani. Sura poaje mwanangu, si familia. Familia. Aya. Kwa familia wasimama. Wewe mwanangu nisikilize mwanangu. Hapa tunashuhudia wote. Usemaje? Ndio, mbona unatakao unatamani kuishi hajulikani baba nani, hajulikani mtoto. Oya ile noma. Oya familia. Wa mwanangu ni unyama mkali. Oya ile sio poa mwanangu. Eti tusimbake yeye nani? Yaani asibakwe, yuko kwenye familia ya wabakaji. Anajitaka. Au anajua sisi tunaimba tarabu au tunachambombea. Lazima bakwe kivyote. Sema jasiri mwanangu, ile kavuta kwanza. Oya inakuaje? Niko na nikasema hapa nyama kwenye sahani taratibu. Mimi kama kaidangu. Mimi sura yangu mtu akitazama inachekesha, lakini roho sasa kwenye roho. Babu, mimi nikiamua kumletea mtu ekaeka za kiroho namletea kweli. Roho yake inapata shida. Mwanangu sema twende mbele na kurudi nyuma, ile mboga sio. Ile mboga laini babu. Afu babu, kitu kingine sasa. Kuna namna nataka nikufundishe jinsi ya kufanya mapenzi. Najua watu wengi wameshazoea tu mapenzi hapa hivi. Hiyo kizamani. Sasa nakuja na mfumo mpya, new brand, new model. Nikitaka kufanya mapenzi, kitu cha kwanza nachukua pombe kali hizo 5. Nikisha kuchukua zile pombe kali kubwa zile 5. Nachukua na sigara zangu hizo. Nachukua na skanka zangu hizi 5. Afu sasa hapo naenda kuchoma na sindano ya ganzi. Unajua umekufa na kuwateja kabisa ujue. Yaani hapo moja kwa moja mtu akiniangalia mwilini hivi. Yaani kama sina hisia. Yaani nikianza hivi kuserebuka. Babu, kama roboti yani. Yaani nafanya mapenzi hivi yani no stress no mawazo mzee. Yaani ngoma hiyo mwanangu, ile unakaa hivi yani. Unapiga hivi kwanza kiono kama kimepigwa ganzi kwanza. Familia nawe kama unakuja hivi. Kama kidogo utakafundi fulani hivi. Kama unataka kunizidi. Inabidi yani tu tunambaka kwa style yani kuna style inabidi tubuni style mpya. Najua mwanangu sikufichi. Umeona style za kubaka hivi? Yaani kuna namna inabidi umpindue mtu, umuweke. Oa. Inaleta eka. Karibu familia. Asante sana. Kwema huko ndo hapo? Si kwema. Bana, mimi nimekuja katika tembea zangu mtaani, nilikuwa namtafuta dada yangu na wiki sasa hivi. Na nimesikia dada yangu anaishi hapa. Umeona? Sijakosea, namba 45 ndo hiyo ninavyoambiwa, hiyo nyumba ina namba 45 juu ndo hiyo. Kwa hiyo nimekuja hapa kuhakikisha kama dadangu yupo. Dadako aje afanye nini hapa Kiumeni? Sisi hapa tunaishi mtu 3. Mimi dogo, afu kuna English. Yaani Kiswahili tunamuita Fazeli. Umeelewa vizuri? Sasa wewe wanakurubuni huko wanakuambia sijui kuna dada yako, sijui nini. Si hatushiki na wanawake babu. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Kama wewe unahisi kama hapa kuna dada yako hapa ndani, mimi naomba pita. Alafu muangalie. Mimi ndani siwezi kuingia aisee. Sawa? Msiniambie niingie ndani wakati mimi na machungu ya dadangu sijamuona siku zote. Mnaniambia niingie ndani. Uone mnanichanganya. Naingiaje ndani wakati nimekuja kumtafuta dadangu? Nafuata nini ndani? Ili mradi uwe na amani, maana maneno yangu wewe unahisi kama mimi nakuongopea njoo. Hamko safi nyie, hamko safi. Nyie kuanzia babako, sijui mdogo wako, upo kifua wazi. Unaniambia mimi niingie ndani ukani Mombasa? Siwezi. Siwezi, mimi shida yangu ndo hiyo tu. Nilikuja hapa kujua kwamba dadangu yupo. Lakini siku nikigundua kwamba yupo, tutaonana wabaya. Tutaonana wabaya, kia Mungu walai, tutaonana wabaya. Nikija kugundua tu, tutaonana wabaya. Ngoja nirudi, kama nimekosea watu wameniongopea sawa tu. Lakini ipo siku dadangu nitakuja kujua. Nikija kujua yuko hapa, watu tutagombana. Haki ya nani vile na hapa kwa mchanga. Tutakuja kugombana hapa. Tuje tuonane sisi wabaya. Endeleeni. Kama dadangu mimi na fresh.
Hakuna shida blaza. Ngoja mimi niondoke. Nitarudi. Ipo siku nitarudi. Kija kusikia. Hakuna shida. Nitarudi. Nye. Dogo tu achamba umbe uongo. Leo unatuna kama sisi le. Tuweza kimazingira fulani. Wa mdogo wangu. Sisi Maluminati. Sisi Maibelesti. Alafu sisi ndo Masonic wenyewe. Alafu tuko hapa street. Tunaishi na watu kama ile, tuna maisha magumu sana nini. Sasa mdogo wangu wajichanganya. Chamba tu Mbeya. Tazama kwenye 18. Uelewe. Si ujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, unapoachwa. Aliyesema chagua kwa macho, na ikapata chagua. Kwa ndo umeleta kwa mwanamke wako? Baby ule cheupe, yani utamwamshua ndo anapoaga pale. Sio yani ule sio mtu wangu. Osia. Yule ndo bibi kubwa anapoaga, yani ni safi, afu sisi tunaishi familia. Tuanze tu mtu, Haya bibi kubwa. Yaani nyie muachi tu hayo madudu yenu. Ifike wakati mbadilike sasa. Kwa sababu kuna maisha baada ya upuuzi mnaofanya. Vipi, mbona kama unachamba umbea sasa? Wewe unaelewa taratibu wewe kama vipi nini unajiachia sasa, mbona kama unanita tena vipi? Ila mimi nawaambia acheni usela mavi. Kwa sababu huko tunapoendea tunaenda kuwashtaki. Na ole wenu kakaangu akijua nyinyi. Kina walamba. Vipi, mbona kama unachamba umbea sasa? Wewe unaelewa taratibu wewe kama vipi nini unajiachia sasa, mbona kama unanita tena mtu. Sasa mshwana ujue kwenda ujue. Shwana tayari kinoma. Sasa baby, maisha gani mnaishi ndani? Unajua nini mtu, mbona kama unataka kuchamba wewe? Wewe unabidi utafute chumba chako sasa, umeshakuwa mkubwa. Huwezi kuchangia chumba na wazazi. Sikiliza nikwambie, yule pale bi mkubwa wetu yani familia ni cha utamu. Unajua? Ndio anapoamshua. Kwa sisi hapa ghetto moja, yani kila kitu tunafanya wenyewe hapa. Sio unanielewa? Kwa sometimes hivi bi mkubwa nene akija nini tunapoa, sometimes mshua sisi tunapoa chini, mshua anapoa kitandani hapa, afu namna gani vipi kama tukizidiwa sisi tunajiongeza tunapoa naye, si unajua. Haya, okay, sije kwa mpelelezi tumalize kile chakula. Sasa mambo si ndio hayo mtu. Piga utamu tu, Familia sio. Sasa kwa hiyo fungu chano hii sasa unajua ya. Sasa Lili tena, nipeni mbinu ya kuacha kulia. Mkiachwa hamli, nipeni mbinu ya kuacha kulia. Nipeni mbinu ya kuacha kulia. Sialilie tena. Sasa mama mtu nyongo mkalia ile. Ulikuwa unakimbia wapi? Simu unayo, ungenijulisha bwana, mimi nataka nitoke. Afu unakimbia tu mbio mbio. Vipi huko nyumbani moto unawaka? Mimi kweli maisha mnayotaka niaishi kule mimi siyawezi. Siyawezi kabisa. Maisha gani naishi kila siku na bako na watu watatu? Mimi sitaki bwana, mimi nataka niende nyumbani. Hebu nisikilize mama mtu. Unajua kabisa sisi hii ni familia na tunafuata asili yetu. Kwa hiyo asili yenu ndo kubakana? Hivi watu watatu wengi. Afu kwanza sisi tushakuzoea wewe. Unaona Hivi wewe unanipenda mimi kweli? Mimi nakupenda tu sana, nakupenda sana. Lakini wale watoto wangu, unasikia? Kwa hiyo ukimkataza huyu, ukakataza wakikushikia visu, wale kuna siku wanataka kunichinja, wanataka kunitoboa kwenye mbavu. Sasa mimi inabidi tu nikubaliane, sawa Mnafiki mkubwa, una mapenzi wewe. Wewe unanipenda utakubali unishie na watoto wako kweli? Mimi sitaki, mimi naona bora niondoke nyumbani ya Mungu, naambia hapo siku nyinyi mtaniua naambia. Rudi nyumbani twende tukaendelea. Mimi siwezi. Nisikilize mke wangu. Mimi nakupenda kutoka moyoni. Lakini kwanza kimetokea nini hapo nyumbani?
Hapa kwenye asubuhi umetoka kunibaka na saizi kuna mtu nimeacha huko anamshughulikia. Kwani wewe tabia zenu hamzijui? Basi twende na tukae watatu ili tuweze kumalizana. Kumbe wewe ni mtu mzima afu hauna hata akili. Yaani umevaa hapo unaonekana uko smart kumbe hamna bure kabisa mnyanyo. Sogea. Tunarudi aturudi. Tunaenda nyumbani. Mimi sipendi kutumia ubabe. Ubabe wanatumia wale wanangu wanaopenda kutumia visu, lakini mimi natumia kisu hiki kimoja. Sawa eh? Basi. Tuendelee kubakana. Master Keys. Siujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, unapoachwa. Aliyesema chagua kwa macho, naye kapata chaguo. Ameshatupa funguo, yupo ng'ambo, ameshavunja upendo. Labda si riziki mapenzi, ndo maana ananitesa. Si yapati mapenzi, kila mie napopenda. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Ni wewe? Mimi yasema. Kwanza kukuona kwako wewe. Yeah. Mungu, kuna jambo hapa. Kuna jambo kumuona huyu mtu. Najua jambo lipo, hela imeingia. Kazi yangu sinajua. Nimekuona wewe, najua kuna hela hapa. Niambie ndugu yangu. Safi ndugu yangu. Kilichonileta hapa ni wewe tu, na huu mguu unauona huu. Wewe umekuja kwako. Haujakuja kwa mtu mwingine. Dalali. Mwezio na matatizo amenifika hapa. Tembea yangu yote. Ani nimeumia sana. Na dada yangu nakwambia naishi katika familia, nikisikia mtani inavyozungumziwa naumia. Naumia. Na hiyo familia kama hujui, nasikia inaitwa familia ya wabakaji. Umeona? Majirani au watu mtaani wanasema. Samahani kidogo. Nakujia, nakupigia. Simita. Halo. Mwanamke mwanaotiai Juma unamtaka? Mwanamke mwanaotiai anapatikana. Cha msingi wewe ni kuniambia tu unataka mwanamke namna gani? Wa Kinondoni na wanaotiai sugu. Wa Masaki wanaotiai kidogo. Au unataka mchanganyiko? UTI Gono Kaswende. Usiwa tatizo, Mbagala amejaa. Kule ndio kwao. Yaani Mbagala ndipo alipojaa. Okay, nitakutumia namba 1. Ila cha udalali kwangu sina kijua ndugu yangu. Cha udalali nakijua. Shilingi ngapi? 5,000. Ongeza kidogo bana. Utanipa shilingi 8,000. Basi haina shida. Nitumie ile namba. Nakutumia ile namba. Alafu baada hapo nitumie, alafu nakutumia ile namba yako ili uongee naye. Hakuna shida ndugu yangu. Okay, nakujia. Na mgeni hapa, na mgeni hapa. Ni familia gani hiyo ambayo inakuchanganya? Ni familia gani? Hiyo familia bana, mzee anaitwa Uncle D. Unaniambia kwamba nataka achukue dada yako amle? Uncle D huyu? Huyo. Oya, nishikie hivi. Mimi nakwambia ni hatari. Na amechokoza moto ambao sio mzuri. Bana Una mahasira wewe. Una mahasira ndugu yangu, basi una hasira. Una hasira utakuja kumuoa Kodi. Umeona? Utakuja kumuoa, mimi sijai kumuona lakini unaonekana una hasira sana. Sasa, hatuna muda kupoteza. Ndio. Twende kwa Kodi. Twende. Yaani mimi kwanza Taratibu moyo wangu kuwa na mipaka ya kupenda, hayajesha machungu, maumivu ya kutendwa, hisia najua zijifichi. Wangu moyo tulia, hata mkicheka kuna mengi nilifanya kwake,
hata mkisema ni kweli nilifanya kwake. Urefu wake 7 nilifosi kupima, kumbe kijai kibaba, nilipoteza muda. Asa kwa nini moyo unauma? Asa kwa nini hayana huruma? Asa kwa nini moyo unauma? Asa kwa nini hana huruma? Tulizana, nisisikie umependa. Tulizana, tulia, wangu moyo, tulia.